Si wa Mungu hamjambo tena. Kwanza ninawashukuru kwa sherehe ambayo tumeweza kuidhinisha sisi wote kwa pamoja, sherehe ya kipaimara, ndoa, na hasa kwa muhimu sana sherehe ya sakramenti ya Ekaristia. Kila ujao nikiwa hapa ninafurahishwa na kazi mnayoifanya. Hiyo ni kazi ya imani, the works of faith, the works of charity, kazi ya upendo. Hivyo basi ninawashukuru waliofunga ndoa, nawashukuru waliopewa sakramenti ya kipaimara, na wengine wote walioshiriki kwa pamoja. Nasema asante kwa sababu wote tunaongezea imani, tunaongezewa nguvu za kuendelea mbele. La pili, nasema asante kwa halmashauri ya parokia kwa mipangilio hii yote ambayo nimeshasikiliza kwa kupitia kwa aliyesoma mwenyekiti ama moderator, na nasema naunga mkono na tu pamoja kwa yote kulingana na maelezo ya padri atakavyotuambia kupitia kwa mambo ya miradi ya hapa tena. We are together and you are on the right path. Jambo la kuzingatia sana ni kwamba kila wajao nikicha hapa idadi imeongezeka. Juzi mwaka jana nilivyokuja idadi haikuwa kubwa kama hii, na leo ni kubwa sana. Sisi wote tupige makofi. Nashukuru CWA, nashukuru CMA, nilishukuru vijana, watoto wadogo na PMC na vijana chipukizi. Ninashukuru sana kwa kila wanaokuja. Nashukuru pia wanakwaya walikuja kwa wingi sana sana. Asante kwa kuongeza idadi. Yenye Fabati amesema muhimu ni kwamba tuwe na umoja hata kama tuko wengi. Na umoja huo unasisitishwa katika parokia zetu na katika kanisa yetu kupitia kwa ushirikiano wenu katika vituo mbalimbali, na hasa sana katika jumuiya ndogo ndogo ambazo mwaka jana hadi wa sasa tunapoelekea katika mwaka huu wa kuhiji na matumaini tuweze kuizingatia ili watu weke pamoja, kwa sababu hizo ndizo nguvu zetu. Bila jumuiya ndogo ndogo hatuna nguvu ya kuweza kufanya yote kwa pamoja. Basi na wasihi sana ya kwamba hilo jambo tuzingatie sana. Idadi ambayo imeongezeka na hata waliopewa sakramenti ya kipaimara wale 370 kitu, wote nasema ni shukrani. Our church is growing. Our church is growing. Na kinachokuwa is so very delicate. Ni hafifu sana. Kwa hivyo tusipoilinda hainaweza kuporomoka. Naomba ya kwamba wote tuzingatie yale yanayofundishwa katika kanisa, hasa katika mapitio haya ya kwa mfano maojaji wa matumaini, sala zile ambazo zimo ndani yake na mengine yote ambayo tunafanya kama mazoezi ya Kikatoliki tuyafuatilie ili yaweze kuongeza na kuweza kusimika imani yetu katika imani uwepo wa Yesu Kristo katika kanisa takatifu. Tunaweza kuwa tunaona ya kwamba idadi inaongezeka na kumbe ndani yake sio hivyo. Ndani yake pengine hakuna nguvu, ni hafifu. Hivyo basi kuzingatia imani na idadi inayoongezeka tuweke pamoja ni kujenga imani kwanza. Kwa hivyo basi halmashauri ya parokia, viongozi mbalimbali, na washukuru ya kwamba mchukue wadhifa huu wa kuweza kusaidia imani inayoongezeka, watu wanaoongezeka waweze kupata mahala pao nyumbani yao na jamii yao katika kanisa ambao wanaposali kanisa Katoliki. Navyosema hapa kwamba imani yetu inaongezeka na tunaongezeka hapa. Najua kuna madhehebu mengine mengi pia ambayo yapo. Ni kama kubishana, lakini sisi Wakristo wa Katoliki sio kubishana, lakini kujenga imani ya watu katika Yesu Kristo ambaye ndiye Bwana wetu. Kwa basi na jambo hilo ninaomba kwa tuweze kuzingatia sana katika jumuiya zetu ndogo ndogo, na vile vile tuweze kufikiria mafundisho yote yanayokuja ya kikanisa ambayo inatuweza kuweka pamoja ili imani yetu ikamilike katika njia zinazofaa na katika mafundisho yetu na maelezo yetu ya Kikristo ya Kikatoliki. Moja wapo ni ndoa, ingine sakramenti. Ninapokuja hapa na washukuru sana CWA, na washukuru sana CMA, na washukuru wanakwaya vyama mbalimbali vinavyotushirikisha katika imani yetu, ni ya kwamba viweze kuenea na kuwa
shupavu katika yote wanayowafanya. Jambo la pili yenye Father ametajia amenena ni kwamba katika idadi hiyo inayoongezeka kuna mahitaji pia yanaongezeka. Hapa tunajenga kwa jimbo, tunajenga ili ya kwamba tuweze kusaidia kanisa siku za usoni katika kazi yake ya kitume. Ndio tuliongea na mapadri na katika parokia jimbo lote ni kwamba hilo deni ambalo tunalo la kujenga parking place na kujenga pia Cardinal Tunga Plaza ambalo bado tunalipa, tuliona kwamba tulipe kwa haraka. Kwa sababu tusipolipa kwa haraka, pesa nyingi zinatumika kwa kulipa interest. Kwa sababu interest inaongezeka na tunatumika ila we just remain stranded. Hawa tukaomba ya kwamba kila parokia inayoweza kuongeza pia kuongeza riruta ya kwamba kila parokia inayoweza ikitusaidia kutoa hiyo family day, family contribution mwaka huu, mwaka ujao na mwaka mwingine, na wanavyoweza kadiri wanavyoweza, alafu tumalize hilo deni, tutakuwa mahala pazuri pa kuweza kujenga tena jimbo letu na kujenga tena parokia zetu. Tunajua kuna parokia mbalimbali zina uwezo, zinaendelea na miradi fulani, hivyo ni sawa. Lakini kama zinaweza endelea hivyo na jimbo haliendelee kwa sababu linalipa madeni ya kadhalika, inakuwa kwamba hatufanyi lolote. Huo ilikuwa ni maombi yetu kwa kila parokia. Najua maparokia mbalimbali yameshaitika, na mwaka huu, mwezi huu hatuna shida, mwezi ujao hatuna shida, mpaka mwezi wa 9 hatuna shida, tutalipa yote kwa pamoja. Alafu wakati baada ya hiyo ndio tuweze kuendelea kwa kuomba tena ya kwamba mkileta, if you can sacrifice those 3 years ama 2 years, chochote unaweza kufanya in advance. Si ya kwamba utauliza tena mwaka ujao kutoa hiyo percentage, ni kwamba umechanga that year, umechanga next year, umechanga next other year, ili ya kwamba jimbo limalize deni lake ndio tuweze kuendelea na mipango mingine ya mbalimbali. Tunalohusu pia tunavyoendelea katika idadi pia tunazidi kupata mapadri. Wengi wanakuwa ni wagonjwa, wengi wana shida fulani mbalimbali ya kwamba hatuna budi kuwashughulikia ili ya kwamba waweze kututolea kazi zetu kwa njia inayofaa. Kwa hivyo basi ndivyo tunakasema budget imeenda juu, na siende juu kwa sababu ya kulipa interest, lakini tuweze kuitumia kwa kuweza kujenga wenyewe katika mji zingine tofauti. Iwapo ya kwamba kutakuwa kuelewa zaidi, tunajua kuna finance committee ambayo itaweza kuja kutembea na kueleza halmashauri ya parokia mbalimbali ili ya kwamba waweze kuelewa the intention ambayo ni ya kwamba itusaidie sisi wote tuweze kujengeka kwa pamoja. Na kumalizia nasema asante kwa watoto waliocheza na kila mtu amejihusisha kwa kila jambo. CWN, I want to say thank you very much. I came here sio confirm tu watoto, pia to confirm you in your faith, in all that you are doing. Tuwapigie makofi. CMA, kwa lolote mlilofanya tangu kunikaribisha huko na kutulinda kama askari as you march, hiyo ni kazi mnayofanya kueneza na kuonyesha imani yenu na kuonyesha mapendo yenu katika kanisa ambalo mnalipenda na kuabudu. Nasema asante sana, tuwapigie makofi. Ninashukuru sana vijana chipukizi na pia PMC wote waliokuwa hapa. Tumeona hapa wakicheza. Sasa kilichobaki ni kwamba wana njaa. I know when wakicheza hivyo they eat. Kwa hiyo basi muwapatie chakula kizuri. When they have done that, they eat. Hata kifika nyumbani watakula zaidi kwa sababu that's what it is. Kwa hiyo basi tunasema asante. That's how they are growing. Take care of them. As they are growing, the stomach is very important for them, and they grow in mind, in body, and in physical. Just like Mary says, and the Bible says in Luke chapter 2 verse 52, waliona Yesu Kristo akikomaa kimwili, kimawazo na hata kimaumbile kwa kila kitu. He ate and he did very well, just like our young boys and girls are doing. Kwa hiyo nawashukuru sana kwa yote mazuri ambayo mmefanya, na it's a good sign of the church. It's a good sign of the church growing. Nasema asante sana kwa idadi hiyo. Najua mwaka juzi na hata mwaka huu when they do the statistics ya growth of the churches, wanasema mwaka juzi Nairobi was number 2 in the whole world.
the growth of population. Nairobi was number 2. Those people who attended the church. Mwaka huu, Nairobi was number 4. Among the people who attend the church, the population of the Christians. The whole world. The whole world. To maintain that, to keep that, we have to be doing something ourselves, kwa sababu we are at a level ambayo pia hata shetani anaweza kukutamani. So mjishikisha CMA, CWA wote kwa njia inayofaa, ili ya kwamba tuweze kuweka hiyo record ya kwamba we are growing in faith and we are getting to know ourselves, not just ourselves but in the name of God we are getting to be a family. Venye Father amesema tuwe ni family ambayo inasisitiza sana umoja wa Kikristo, inasisitiza sana mapendo ya Kikristo na maadili ya Kikristo kwa kila namna. Tunasema asante sana kwa sherehe hii iliyofana sana, kwa sababu ni sherehe ya Family Day. Ni sherehe ya Family Day. The Family Day at this level is very important kwa sababu inatuunganisha. Kuna wengi wamekuja ambao hatukuwajua na wamekuja leo tukajuana. Kuna wengine walikuja ambao walitaka kuona mtu mwingine na leo wameonana leo. The family grows like that. Kuna wengine pia walikuja hata kwa sababu wajaona askofu siku nyingine, they came to see him today. Here I am. So wameniona sasa. Yeah, but I tell you they are my friends. Come and come again, because we are now one family. Kwa hivyo nasema asante sana. Mungu awalinde, awabariki. Sherehe ya kesho ambayo ni sherehe ya Roho Mtakatifu ambayo ndiyo inaanzisha misingi ya kikanisa ya kiimani yetu, iweze kuwa ni ya maana sana ya kukita mizizi katika maisha yenu, katika familia, katika kila mmoja wenu, katika ndoa zenu na katika yote mnayoishi, ili kuweza kutangaza na kufurahia neno la Mungu. Asante. Mungu awabariki na tusidi kuonana tena siku za usoni. Salamu nyingi kutoka kwa Askofu David Kamau na kwa Askofu pia Simon Kamomoe. Kardinali Juu aliniambia nikija niwapelekee baraka ama niwaletee baraka zake ninyi wote mnaosherehekea siku hii ya leo. Mnazipokea zote Asante sana. Nami kesho nitawaambia hao wale ambao walinituma pia kutoka kwa Holy Family Basilica ya kwamba Wakristo wa Riruta wamewasalimia. Niwapelekee, sivyo? Walikuwa wananiambia hiyo wako nini? Nairobi wako city center of the city, sivyo? CBD. Wako CBD. Waliniambia wako CBD, lakini wakaniambia Riruta tangu zamani ilikuwa ndio real town. Ndio real town. So nimekuja town. I'm in town today. Riruta niliko town. Hadi nimefurahi sana. Asante. Mungu awabariki. Pendaneni na upendo ule ambao Kristo ametupatia ili tuweze kujijenga na tuweze kujengana kwa pamoja. Shida zote venye mwenyekiti alisema tutasikemea iwapo ya kwamba tuna ule upendo. Iwapo ya kwamba tunampenda Mungu awe katikati yetu na tuweze kuishi kwa pamoja. Tukemee shida, tukemee uadui na tukemee yote ambayo sio mazuri ili katika imani yetu. Asante. Mungu awabariki na sina lingine la ziada. Asante Father. Mungu awabariki. Asante sana. Asante sana Baba Askofu, na kwa heshima tena ningeomba Baba Paroko aweze kumsaidia Baba Askofu kuteremka chini ya jukwaa, kwa sababu wana CWA na wana CMA wangetaka kumuona kwa karibu, hawajamuona hii mwaka karibu nao. Na kwa wakati huu na wakaribisha CWA ili kuweza kumpa zawadi Baba Askofu pamoja na CMA. Na watakapokuwa wakiendelea hivyo, naomba kupeana utaratibu ambao tutatumia kama vile ambavyo tumekumbushwa na Baba Askofu ya kwamba tuweze kuarisha watoto wetu. Kwa hivyo tukimaliza sherehe zote tutakuwa na chakula cha mchana pamoja. Tutakuwa na chakula cha mchana pamoja. CWA mahali mko, Baba Askofu yuko tayari, amewagoja. Naona anatamani sana kuwaona, ameshikiliwa na mapadre wake wote.
na tunapoendelea kumtumia vizuri baba askofu, baada ya zawadi tutakuomba uweze kutusaidia kukata keki, na utakapokata keki pia tungekuomba uweze kutuombea chakula cha mchana na tuweze kupata kwa pamoja. CWA tunawagoja. Wale ambao wako katika tent tunaweza amka ili baba askofu Vikeno kenene mwana tekwedeide mwana tekwedambede karibu bishofu mwana tekwedeide mwana tekwedambede vikeno kenene mwana tekwedeide mwana tekwedambede muthenya wa mothe mwana tekwedeide mwana tekwedambede ikorio ni ciao mwana tekwedeide mwana tekwedambede ni cia batha muraki twana tekwedeide mwana tekwedambede mena batha bogwa mwana tekwedeide mwana tekwedambede na batha wakanyi mwana tekwedeide mwana tekwedambede kinyai na hinya mwana tekwedeide mwana tekwedambede toria ndimuonetie mwana tekwedeide mwana tekwedambede kamutarikemi mwana tekwedeide mwana tekwedambede ndimurere twawega mwana tekwedeide mwana tekwedambede na mwiri wa Yesu mwana tekwedide mwana tekwedambede na thakame yake mwana tekwedeide mwana tekwedambede itire mukuru mwana tekwedeide mwana tekwedambede no jogo theri mwana tekwedeide mwana tekwedambede kinyai na hinya mwana mwana tekwedambede ai o ine twageithia na gisabu ito haya na okeigua muciĩ wariro ta ine twakena haya ndagũthaitha mũgeni no mwene haya nĩũkĩnyitirwo nĩ batha witũ ini saji haya na ũkĩigua ũrĩa mũciĩ ngwĩkwata haya nĩ cia batha mũroki ngwĩkwata we mena batha ũimbũgua ngwĩre na batha wakanyi haya oi batha na ũigue wĩ mũciĩ ngicobu ngwĩkwata haya mũkĩrume ta ndegwere kiugo haya na igũkĩũrio nĩ cia ũnguga ta nĩ cia batha ũiwĩtagwo mũroki haya mena mbũgua na wakanyi ũigue tũkenete mũno haya oiye gisabu nĩ wagĩka wega nĩ kũheana mohiki na ũmĩrĩria nguga tĩa ndanona we ciarirwo ta irĩaga ũguo nguga torĩa ndĩmuonetie haya nĩ kũrerwo na mwĩrĩ wa Yesu na thakame yake haya na ndũgĩũka gicobu wĩke ũguo wĩna mũroki ũiĩ ngwĩkwata haya na ndũgĩũke tũcũgie mohiki na ũmĩrĩria haya ciarirwo ta mũini ũrĩa ndĩmwĩrĩte haya oi mũroki ni saji witũ mũtũrĩithia witũ wĩna mbũgua ngwĩkwata ndanona haya ndagũthaitha tumia Monica ngemi mwendirie kũ haya we nĩ ciugĩrwo gicobu ngwĩkwata we
akiumire kunene uke muciĩ wa Rirũta we nĩkĩo tuoka tũkũnyite ũgeni na mabatha maitũ aya na nĩikiugwo muciĩ wa Rirũta tumia Monica aya ndagũthaithanĩirie mũnyũ tuone muciĩ wa Rirũta we mburu kwagĩra nĩno ya Monica we mũkĩro-inĩ tarĩa ndĩmuonetie haya na gĩkiugwo Kemi Makende woire Gicobu haya twakũnyita ũgeni na twakũgagũra mũciĩ wa Rirũta haya tumia Monica mũtikiuge Kemi. Asante. Mwago we Rirũta mwago kinya na hinya Asante, tuwapigie makofi wana CWA kwa kuweza kumtunza askofu wetu. Mama anasema vile tu alituonyesha ndivyo tu tunafaa kufanya. Asante sana. Kwa wakati huu tunawakaribisha wana CMA kutoka parokia ya Rirũta, tukifahamishwa ya kwamba kama vile Bishop ametaja Wakristo wanaongezeka sana. Baba Paroko anatufahamisha hata CMA wanaendelea kuongezeka kwa zaidi sana, wakifika wanaume 150 kutoka nambari ambayo ilikuwa chini ya 100. Baba Askofu, hawa ni wanaume kutoka St. John the Baptist Rirũta. Mbele yako wamekuzawadi na zawadi hii kwa sababu ya malezi mazuri umezidi kutupatia kupitia kwa Baba Paroko, tukikutakia maisha marefu na nguvu zaidi ya kuendelea kutuhudumia. Tunakuzawadi na mwanambuzi huyu, uende ukule nyama na ukunywe supu ili ukuwe na nguvu zaidi ya kufanya kazi. Tumsifu Yesu Kristo. Asante. Karibu. Karibu sana, karibu.
Asante. Asante, tunaendelea kuwashangilia pia wana CMA. Asanteni sana wana CMA. Kwa wakati huu mwisho kutufugia, nataka kuwaita Pastoral Council, wale ambao ni na CMA msitoke hapo. Pastoral Council wote mbaki hapo ili kuweza kumpatia baba askofu zawadi yenu kwa niaba ya kanisa. Hii ni kwa niaba ya kanisa, kwa sababu kanisa mzima halitaweza kuja hapo. Kwa hivyo wakilishi wana Pastoral Council tuweze kubaki hapo tukiongozwa na our moderator kuweza kupeana hiyo zawadi. Na baada ya hiyo zawadi tutaweza kuingia katika kukata keki. Kwa hivyo nataka kumuomba Madam Susan Karuga mahali yako aweze kukaribia. CMA tafadhali tusaidieni kuandaa ili tuweze kuenda kwa haraka sana. Wana CMA tusaidieni kuandaa hiyo tent ili tuweze kwenda kwa haraka sana. Na baada ya kukata keki, all the clergy pamoja na the religious men and women na our sisters tutaweza kupata chakula chetu cha mchana huko katika nyumba ya mapadre. PMC wote. Baba Askofu, tunatoa shukrani zetu kwa huduma ambayo natoa katika jimbo letu la Nairobi, na zaidi in extension katika parokia yetu kupitia kwa mapadri ambao umetutumia waweze kutuhudumia katika parokia. Kwa niaba ya halmashauri ya kanisa hapa St. John, Wakristo wote tunakuzawadi hii zawadi yetu, tukiomba uende uweze kutumia na ikuweze kutumia katika huduma yako. Asante sana. The Pastoral Council represented by the moderator and the CPC members. Asante sana baba askofu. Hao ndio ambao wanasaidia padri katika kazi ya kuendelesha parokia. Tunawashukuru sana. Kama vile ambavyo nilikuwa nasema ya kwamba all the clergy and the religious tutakuwa huko katika nyumba ya Father. The PMC tutaenda huko katika shule, huko kwa academy ndio tutaweza kupata our lunch. All the couples, kuna tent yenyu pale nyuma. All the couples pamoja na familia zenyu tutakuwa hapo. The sick and the aged ambao wako katika tent ambayo naona pale, msiamke hapo. Wale wazee msiamke hapo, kuna mtu ambaye ataweza kuwashughulikia. Kwaya pia kuna tent yenyu mtaonyeshwa na CMA, CWA na kina mama wote pia tutaweza kuonyeshwa mahali ambapo tutaenda, tutapaga raini. The Precious Blood Girls pamoja na MYM na youth pia kutakuwa na laini yenyu. All the men na the CMA pia tutakuwa na 7 point yenyu. Kwa hivyo sisi wote tufuate utaratibu ambao tutaelekezwa na CMA. Natangaza kwa mara ya mwisho, kwa sababu nimetangaza kwa muda mrefu sana, ya kwamba kuna gari KCZ 684D. KCZ 684D. Tafadhali umefugia ambulance, kibia hapo kwa gari yako saa hii ili kuweza kufuguria hiyo ambulance. KCZ 684D, mahali umepark gari yako, kibia hapo. Kuna mtu ambaye atakuonyesha vile ambavyo utafanya. Tuweze kumkaribisha Madam Susan ili tupeleka kwa utaratibu wa kukata keki. Keki ni ya kusherehekea siku ya familia pamoja na wana harusi wetu. Asante sana bwana MC kwa hii nafasi. Baba Askofu, karibu sana parokia yetu hii ya Riruta. Si mara ya kwanza, si ya pili, kila wakati unakuja na tunakushukuru sana. Naomba tu unipatie dakika moja tu niite wana harusi ndio waje wawe part of the cake cutting. If it is in order with you, our bishop. Thank you. DJ nipe hiyo wimbo wana harusi tafadhali.
kusogea tu hivi hivi, ni siku ya furaha, kwa hivyo tujiandae kudansia hii keki. Tuanze kudansi. Kuja kama mko na furaha. Harusi kufanywa na bishop si kitu ya kawaida. Bishop kweli watu wamefurahi. Waonekani na furaha. Lazima kitu kama hiyo. Asante DJ, asante sana. Asante pia Baba Paroko kwa kutupatia chakula hiki, na kwa kweli tumefurahia. Nitaomba mwana harusi mmoja aweze kuombea hii keki, na pia ukubuke kuombea chakula. Kisha baada ya kukata keki tutaomba Baba Askofu akaweze kubariki chakula chetu cha mchana. Asanteni. So baadhi yenu ni nani youngest? Hamjuani? Asante. Juda. Kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu, ni asante kwa sababu umetufikisha wakati huu. Tunapoenda kukula hii chakula ya mchana, uweze kutuongezea nguvu na imani, na uweze kutupea utulivu moyoni mwetu. Tumeomba hayo machache katika jina la Yesu mkombozi wetu. Amina. Kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Asante. Sasa tutauliza Baba Askofu wakishikania na Baba Paroko waweze kutukatia keki, na mapadli wetu Father Bogwa, Father Wakanye. Maharusi tunaweza tukaribia juu ya picha, mpate nafasi ya kukaribia bishop tena. Wanakata keki, tupigie bishop wetu makofi. Aya tena. Tena. Asante sana. Sasa na waomba mapadli wa hapa, mgeni ni wenu. Kweli si kweli? Tafadhali na waomba tu mpatie Baba Askofu keki. Oh, Tony is the youngest. Asante padli. Aya, tumshangilie Baba Askofu anapokulishwa keki. Thank you. Thank you. Thank you so much. It is such an honor. Father Anthony, Father Moroki. Pia Father Bogwa. Masista wenye wako hapa tafadhali. Masisters. Na wewe pia upate keki. Asante sana.
Sijui kama baba paroko nikualike uwapitishie wao wana harusi ukiwapongeza pia. Asante. Na si kupewa keki tu na padli, ni kushikiana na yeye katika kuendeleza Injili na pia katika wito wa kutumikia kanisa Katoliki. Asante. Masisters walio mahali hapa tafadhali. The precious blood sisters, Assumption sisters, wote tunaomba tukaribie. Sister Juliana, asante sana kwa kuwakilisha. Naona sisters wengine huko nyuma, tafadhali sisters karibieni. Asanteni sana wa sisters kwa kazi nzuri. Moderator wa kanisa namuona hapa, na walikuwa wako na anniversary pia tujoge kwa haraka. Tunataka kurelease bishop. Wenye wamerudia nadhili za doa ilikuwa Timothy na nani? Vice moderator. Kujeni tafadhali. Wana pastoral council tunawaomba pia wajonge walishwe keki. Pastoral council, na tunawashukuru kwa kazi njema mnayoifanyia kanisa letu. Asanteni sana. Sijui kama Father Anthony utawasaidia. Thank you. Hii ni nafasi ya kusaviwa na baba paroko. Asanteni sana. Sasa tutauliza kwa heshima tukae kimya. Kwa heshima tukae kimya. Ndio baba askofu aweze kutubarikia chakula chetu cha mchana. Kisha tutakula keki sisi wengine. Kwa kutulia tafadhali, kila mtu tutulie. Kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Msaada wetu kwa jina la Bwana. Atuombe Mwenyezi naye tusawadi kwa lolote tunalo. Tunakuomba utubariki sisi wote
kila mmoja wetu ni zawadi kwa mwingine, na tunachokula kwa pamoja pia kinatusawadisha upendo wako. Naomba ubariki chakula hiki tunachokipata siku ya leo, kilichotoka katika mikono yako, kupitia kwa nguvu na amani na pia upendo wa wengine. Nasi tunakibariki Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Asante. Tunarudisha usukani kwa Bwana MC, lakini venye alituelekeza kwamba we have various food points, we can go to our food points to eat, lakini kuna keki ya wanaharusi hapa. Msiodoke maharusi, kujeni. Tulikuwa tunataka tu kuririsi Baba Askofu. Nitauliza moderator wa kanisa, tafadhali Joe na kamati yako uweze kuwatunuku hawa maharusi keki, ili wakienda washerehekee pia na marafiki na familia zao. So ya kwanza ni ya Celestine and Judah. Tutawapatia hiko. Asanteni sana. God bless you. Wekeleni hapa tu, nitawapatia. Just Divna, pongezi, congratulations.